Hebu kabla sijaongea chochote, kwanza wasikilize hawa. Nataka usikilize clip hapa ya wakili Mwabukusi, lakini pia na Clement Mwandambo, afu baada ya hapo nitaongea maneno machache tu. Sikiliza kwanza. Kwa hiyo dini na siasa ni kama kinywa na meno. Dini ni umbo la nje linalohifadhi siasa, ambayo ndio ina articulate vyakula, yani sera nini na nini. Kwa hiyo dini inasitiri, yani maana tunasema inaweka maadili. Ndio tunasema ukila usifungue sana kinywa au usifanye nini, maadili, ethics. Huwezi ukaitenga dini na siasa kwa sababu moja kubwa ya kimaadili. Usiue kwenye dini, usiibe kwenye dini, utu. Yani ukitaka kujua kwamba dini ni nini, soma ibara ya 9 ya katiba ya Tanzania, alafu soma Torati. Uioni Torati pale kwenye ibara ya 9? Maana yake hakuna mstari wowote unaotenganisha dini na siasa isipokuwa uovu. Kwa hiyo ukiona mtu anasema usichanganye dini na siasa, ni muovu, lazima aidha ni mla rushwa, muuaji au mtu asiyewajibika. Lakini mara zote dini ndio msingi wa kimaadili wa kusukuma gurudumu la kisiasa. Ndio maana tunasema nchi yetu haina dini, ila watu wake wana dini. Kwa hiyo mimi kiongozi Mkristo nina haja ya kukuambia wewe Mkristo, askari, usiue, ni dhambi. Usipokee rushwa, usidhulumu, usipotoshe kura, usisogeze mpaka, usidhulumu mgeni. Si hapo kwenye Biblia? Nikisema usisogeze mpaka, si land law hiyo, sio siasa. Usiue, sio criminal law. Usipokee rushwa, sio sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa. Usiseme uongo, sio kukataza watu kufoji matokeo na kufanya nini. Huo mpaka utauweka wapi? Kwa sababu wale walioko kwenye siasa ndio wale walioko kwenye dini. Nikwambie mwanangu jambo moja. Nikwambie mwanangu, siasa ni nini? Mwanangu, siasa ni vita kati ya matajiri na maskini. Matajiri wa kisiasa hutegemea siasa ili watajirike, na ili watajirike uhakikisha kwamba wanapanga mbinu za kumkandamiza mtawaliwa. Watawanunulia polisi bunduki za kutosha ili kukandamiza mtawaliwa. Watanunulia wanajeshi magari ya kutisha, polisi magari ya kutisha, ili waweze kukutawala wewe. Si utapumulia wapi mwanangu? Utapumulia wapi mwanangu? Manake mtawala anawaza namna ya kutawala, na lengo la mtawala aweze kuchota madini bila kuulizwa, aweze kuchota pesa ya serikali bila kuulizwa, aweze kuchota kila kitu bila kuulizwa, na atatumia nguvu zake zote kukukandamiza. Atakukandamiza hata kwa buti usiweze kupumua, atakukandamiza kwa namna yoyote usiweze kupumua. Hiyo ndio akili ya mtawala. Ndio maana unasikia watawala anasema nitatunza siri, nitatunza siri, wala sitasema siri. Hey mwanangu, si utapumulia wapi? Baba yako Clement Mwandambo, nimemaliza baba yako. Sasa pengine niongee haya maneno. Ni kwamba hivi kati ya hawa viongozi wa dini ambao nimewaweka hapo kwenye family, lakini pia na wakili Mwabukusi, lakini pia na Clement Mwandambo, hivi ni nani anayepaswa kuitwa mtu wa Mungu, anayepaswa kuitwa mcha Mungu, au anayepaswa kuitwa ni kiongozi wa dini? Kwa sababu unaona wanayeongea wakili Mwabukusi, lakini pia anayeongea Clement Mwandambo, bila shaka hayo ndiyo ambayo mcha Mungu au mtumishi wa Mungu au mchungaji au askofu ilibidi yeye ndiye angesimama kuyaongea hayo. Lakini tunakuja tunaona viongozi wetu wa dini wao hawayaongei hayo, na kwa sehemu kubwa wanayatafsiri kwamba ni mambo ya kimwili, wao wanadili na mambo ya rohoni. Sasa mimi nahisi hayo mambo ya rohoni ambayo pengine viongozi wa dini wanayahubiri au wanadili nayo, sijajua mambo ya rohoni ni yapi na ya mwilini ambayo ndio atakayo yaonekane ya mwilini ni yapi, kwa sababu mimi na hakika kodi zikipanda, watu wakitekwa, watu wakiuawa, wizi wa rasilimali hapa na pale, sisi hatuko mbinguni. Na hapa nataka nisome maandiko kadhaa hapa ambayo pengine nijaribu kukuonyesha hata Yesu ajapo mara ya pili duniani atafanya nini. Fahamike maandiko yanasema hivi. Kwanza nianze kwa kitabu hiki hapa, kwa sababu nafahamu
si tunaweza kusema rohoni ni sisi na tunakwenda mbinguni. Sasa nataka nikuonyeshe kwa sehemu tu maandiko kadhaa hapa katika Mathayo 20:20, nikuonyeshe kitu fulani. Mathayo 20:20 inasema hivi, ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanaye akamsujudia na kumwomba neno. Akamwambia, wataka nini? Akamwambia, agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Yesu akajibu akasema, hamjui mwombalo. Je, mwaweza kukinywa kikombe nitakachokinywea mimi? Sasa nisiendelee mbele. Sasa hapa kuna watu waliomba kwamba wanataka wakaketi na Mungu kwenye kiti cha enzi, na Mungu waketi naye, na mwana wa Adamu waketi naye kwenye kiti cha hukumu cha Mungu. Lakini unakuja unaona Yesu akawajibu kwamba hayo mimi hayako ndani ya mamlaka yangu. Labda pengine mtaweza kukinywea kikombe, mtaweza kupitia ziki, mtaweza kupitia hatari, mtaweza hayo. Wao bila shaka kuchini ukisoma zaidi anasema tuwaweza, na Yesu anasema basi sawa, mtakiweza. Sasa niseme hivi kwamba sisi kuna kitu fulani Afrika ambao ndo ukanda kwa sehemu kubwa ukanda kama wa mataila, ambao tunaweza tukanasema tuna safari ya kwenda mbinguni, lakini hata njia walizowahi kupitia wacha Mungu ambazo ndizo zilizowaonyesha kwamba hawa ni wasafiri na wapitaji, sisi hatuwezi kuzipitia, kwa sababu kwenye Biblia hii utakuja utaona kuna watu walikatwa vichwa, kuna watu walichunwa ngozi, kuna watu walifungwa magerezani kana kwamba ni uwezi, ila kwa sababu tu ya kuhubiri Injili. Ukisoma au ukifuatilia historia ya kanisa la kwanza, hata tukiacha tu kanisa la kwanza, turudi tu hata Agano la Kale, Mungu alihukumu dunia kwa sababu ya dhuluma. Hata alipowatoa wana wa Israeli kwenye nchi ya Misri kuwapeleka Kanaani, hakuwapeleka mbinguni, alikuwa anatafuta kuwatoa kwenye hali za unyonyaji. Hata Agano Jipya Yesu hakuja andaye watu tu watakao kuwa na safari ya kwenda mbinguni, ili hali huku duniani mambo yanaharibika, kuna dhuluma, kwa sababu tukubali tukatae. Biblia inasema kama zilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo zitakapokuwa siku za kuja kwake mwana wa Adamu. Atakuta dunia ishachanganyikiwa, na bila shaka tunakubali ya kwamba mcha Mungu yuko duniani ili kuwakilisha sura ya Mungu. Kama Mungu anavyochukia mabaya, ndivyo anatakiwa awepo na mtu wa Mungu atakayekuwa akichukia mabaya. Kama Mungu anavyochukia kuua watu, kuteka watu, ndivyo na mcha Mungu ilibidi aonyeshe namna anavyochukia ubaya, na hiyo ndo Mungu anakuwa yuko ndani ya mtu. Lakini pia kusoma maandiko yanasema imetupasa kuingia ufalme wa Mungu kwa njia ya ziki nyingi. Baba zetu wa imani walikatwa vichwa. Sasa sisi tuna mafundisho ambayo yamekuwa yanaendelea, ambayo niwahi kumuona mzee Moses Magembe anasema kwamba kanisa litanyakuliwa ndipo mpinga Kristo atakuja. Sasa kwa ujumla nikwambie kwamba walitudanganya tu waliotupachikia hizo elimu, kwa sababu tunasoma Biblia hii imeandikwa na kina Mtume Paulo ambao alikatwa vichwa. Tunasoma Biblia ambayo imeandikwa na kina Petro ambao walisulubishwa. Walisulubishwa kwa sababu ya nini? Ni kwamba walikuwa wanakinzana na mamlaka za duniani, kwa sababu waliowaua ni wenye mamlaka, ni akina Kaisari. Fuatilia historia ya kanisa, utakuja utaona kwamba kulikuwa kuna hatari kadhaa zilizowafanya kanisa wapitie. Hatari zenyewe ni hizi, kwamba uje kwa upande wa Wayahudi walikuwa wanawahinda mitume kwa sababu wanaona mnachukua sehemu ya watu wetu ambao walikuwa ni wa dini yetu, mnawabadilisha sasa wanakuwa ni waamini wa nyinyi au waamini wa chini ya Yesu. Lakini uje kwa upande wa Kaisari, wao walikuwa na hofu kuona kuna mamlaka fulani ambao hawa wanaitangaza kwamba Yesu ni mfalme, naye atakuja atakuwa mfalme. Sisi tunamjua mfalme mmoja tu, Kaisari. Pengine nikusomee kwa sehemu hapa, kwa sehemu tu. Fuatilia historia. Mitume hawakuwa kwa sababu eti walikuwa wanaambia tu wanadili tu na watu tu duniani kwamba msizini, msifanye. Utakuja utaona waliuawa na mamlaka kwa sababu ya kutangaza kwamba Yesu atakuja, Yesu ndiye mfalme wa dunia. Na kwa upande wa makaisari, wao waliona tutanyang'anywa sehemu ya mamlaka yetu, sehemu ya tawala zetu, au sisi tutakosa ushawishi, kwa sababu walichokuwa na kihubiri mitume ni kwamba haitupasi kuwatii wanadamu kuliko Mungu. Yaani haiwezekani mwanadamu awe anaua watu, anateka watu, wewe umenyamaza eti kwa sababu unaogopa tu wanyenyekee tu watii. Hapana, hatutii kila kitu. Fuatilia, utakuja utaona kina Shadraka, Meshaki na kina Abednego. Fuatilia kina Yeremia, fuatilia kina Ezekieli. Hawakutii kila upumbavu. Uje usome pia kitabu cha Yona ambaye alitumwa kwenda Ninawi. Alienda akawatangazia hukumu ya Mungu kwa sababu ya maisha yao dhuluma. Ukisoma kwa mahali fulani kitabu cha Zaburi utakuta maandiko, Daudi anasema ulipomwona mwizi ulikuwa radhi naye. Yaani hicho ndo kikundi kilichoko duniani sasa hivi ambacho tunaita wachungaji, tunaita manabii, tunawaita mitume. Hawakemei dhuluma, hawakemei mauaji, na mwisho wa siku hata wanaokuwa wanajaribu kuyafanya hayo ndio tunaonekana kwamba tunachanganya dini na siasa. Sasa swali la kujiuliza, baba zetu wa imani kwa nini walikatwa vichwa? Kwa nini walifungwa magerezani? Kwa nini? Ni wakina nani waliosababisha wao waliuawa? Ni wakina nani? Kwani kusomea hapa Matendo ya Mitume hapa kwa sehemu. Matendo ya Mitume sura ya 17, ni kusomea mstari wa 6 kwa sababu ya muda sasa hivi. Na walipowakosa wakakokota Yasoni na baadhi ya ndugu mbele ya wakubwa wa mji, wakipiga kelele wakisema, watu hawa na waliopindua ulimwengu wamefika na huko nako. Na Yasoni amewakaribisha, na hawa wote wanatenda mambo yaliyo kinyume na amri za Kaisari, wakisema ya kwamba yuko mfalme mwingine aitwaye Yesu.
wanasema kwamba au wanatangaza kwamba yuko aliye zaidi ya nyinyi mnaojiita wafalme, yuko mwenye dunia. Msiishi kwa kuonea watu, msiishi kwa kudhulumu watu, msiishi kwa kuteka watu, msiishi kwa kuua watu. Yuko aliye mfalme wa wafalme, ambaye yeye ndiye atakayekuja kuitawala dunia hii. Dunia hii sio mali yenu wezi, sio mali yenu mnaojiita watawala. Walikuwa wanatangaza hivyo, ndio wanasema wanaipindua au wanatangaza kinyume na amri za Kaisari. Kwa utakuja utaona mitume waliuawa kwa sababu ya hivyo, kuonyesha kwamba yuko mfalme mwingine. Wanatangaza hivyo, walikuwa wakitangaza kwamba yuko mfalme wa wafalme, yuko Mungu wa miungu, yuko Mungu ambaye ndiye anayetaka watu wamwabudu yeye, wamwogope yeye, au wamtii yeye, au wamsikilize yeye, lakini sio kusikiliza mamlaka hizo za kishetani zinazoteka watu na kuua watu. Sasa hivi ndio vilivyowaua mitume. Kwa hiyo nisome na andiko jingine hapa. Nisome na andiko jingine hapa katika Danieli 2 hapa, nimalize na Danieli 2. Danieli 2 mstari wa 44. Andiko linasema kwamba na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atasimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali atavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele. Anaendelea mstari wa 45, anasema na kama vile ulivyoona ya kuwa jiwe lililochongwa milimani bila kazi ya mikono, na ya kuwa lilivunja vunja kila chuma na ile shaba na ule udongo na ile fedha na ile dhahabu, basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwepo baadaye, na ndoto hii ni thabiti na hakika, na tafsiri yake ni thabiti. Hapa Nebukadneza aliota sanamu iliyokuwa inatofautiana, kichwa kina rangi nyingine, kifua kina rangi nyingine, kiuno kina rangi nyingine, miguu ina rangi nyingine. Akaambiwa kwamba hizi ni falme ambazo zitapita, hata na ufalme wako na wenyewe utapita. Uko ufalme mwingine utakuja na wenyewe utapita, ila uko ufalme ambao wenyewe utakuja utavunja ile sanamu. Hizi mamlaka zilizoko duniani za kishetani hizi ambazo zinatawala watu kibabe, kwa sababu Mungu hakutaka mwanadamu atawaliwe, alitaka mwanadamu ndo aitawale dunia hii. Dunia hii ambao sasa waovu ndo wamekuwa na sauti, wamekuwa ndo wenye kutulazimisha kufuata kila ina matakwa yao kwa kutuambia tii mamlaka, wakati si mamlaka zote ambazo baba zetu walitii. Utakuja utaona hapa Nebukadneza alisimamisha falme kwa kuitengenezea adhabu, sababu ufalme wake uliambiwa wewe ni ufalme wako ni wa adhabu, akaitengenezea iliyo na adhabu kuanzia juu mpaka chini kama sikosea. Unakuja unaona anaanza kulazimisha watu wainyenyekee, waitii. Ila akina Shadraka, Meshaki na Abednego walikataa, akasema hapana. Njoo Agano Jipya utawaona mitume nao wanawaambia wakubwa wa makuhani na wakubwa hao mnaoitanywa wakubwa, wakina Yohana Mbatizaji, wanawaambia si halali wewe kuchukua mke ambaye sio mke wako, wanawaonya na kuwakemea. Na mwisho wa siku unakuja unaona hilo ndilo agizo pekee ambalo mwanadamu alipewa. Yoyote anayejiita mcha Mungu anaambiwa, umonapo mtu mbaya anafanya mabaya usimwonye, damu yake nitaitaka mikononi mwako. Lakini ukimwonya yeye akaendelea kufanya mabaya, sema damu yake nitakuwa juu yake. Maarifa ni kitabu cha Zaburi la 51, utakuja utaona maandiko yanamtaja kwamba anasema kwamba ulipoona wezi ulikuwa lazi nao, hukuwaonya, hukuwakemea. Bila shaka mimi nataka niwaambie wakuu wa dini, kitendo cha kunyamazia dhuluma na huku mkiwaachia watu wa siasa, wao ndio wanaokuwa nakemea dhuluma, nyinyi mmenyamaza kimya. Jueni Mungu aliangamiza dunia kwa sababu ya dhuluma. Kukaa kwenu kimya bila shaka ninaonyesha wazi na nyinyi mnashiriki pengine dhuluma. Nyinyi mko lazi na wenye dhuluma, na Mungu amekuweka wewe kama wakili wake kwa siri zake. Wewe ndio litakiwa uwe unakemea haya, lakini umewaachia watu wa siasa ndio wanaofanya hayo. Wewe umejificha kwa kichaka kinachosema tii mamlaka. Ninataka tu niseme kwamba hiki ndicho kitakachopelekea Mungu aihukumu hii dunia, na bila shaka hukumu itaanzia madhabahuni. Itaanzia kwa watu mnaojiita wacha Mungu, ambao kwa sehemu kubwa hamfanyi chochote. Matamko yoyote yanayotamkwa wanaojiita wakubwa, ambao wasema tangazeni amani, hubirini amani, amani na maliziano. Halafu huku nakuta kuna watu wametekwa, ndugu zao hawajui waliko, wako wengi wamepotea kwenye nchi yetu. Mzee wetu sisi Mbarikiwa Mwakipesile, kuna wakati mtoto wake naye aliuawa, ila tu mnaambiwa tangazeni amani, tangazeni amani. Amani gani? Amani bila haki. Amani huwa inakuja baada ya watu kupata haki zao. Hebu acha niishie hapa kwa leo, nakujia tena kwa wakati mwingine. Neema Kristo Yesu iwe pamoja nawe. Hii ni sauti ya mtoto wa mtolia kutoka nyikani, nasema tengenezeni njia Bwana, menyosheni mapito yake. Tazama Mungu mhukumu haki wa kila mtu anakuja na malipo yenu. Amen.